Sponsored ads haina matokeo. Sponsored ads haina matokeo. Hili liko wazi. Mimi nimekuwa mtaalamu wa sponsored ads tangu 2018 mpaka mwaka 2026. Kwa hiyo ninafahamu fika trend nzima wapi ilipoanzia sponsored ads, sasa hivi ipo wapi na inaelekea wapi. Naweza nikakujuza kwa wewe ambaye haufahamu maana sponsored ads. Sponsored ads ni mfumo wa kulipia tangazo kwenye mitandao ya kijamii. Inaweza kama Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, wapi, ili uweze kupata wateja. Maana yake wewe unachukua kiwango fulani cha pesa, unawapatia wahusika wa mtandao fulani, hiyo ndio itaja, na wahusika wa hiyo mitandao wanachukua ile tangazo lako, wanaenda kulionyesha kwa watu wengi zaidi. Ndio ilikuwa hivyo. Ila ilivyoanza na ilivyo sasa hivi ni tofauti. Sasa hivi matokeo yapo ndio, lakini ni kwa kiasi kidogo. Na kama matokeo yapo kwa kiasi kidogo, maana yake tujipange. Hizi siku zinazozidi kwenda, matokeo yanakuwa yanazidi kupungua kwa watu wengi, kwa sababu kwa sasa hivi karibia kila mtu anafahamu sponsored ads na anaweza kufanya. Lakini pia sasa hivi ushindani umekuwa mkubwa sana, kutokana kwamba kila mtu anaweza kujitangaza. Kwa hiyo tuwe macho, sababu hii sponsored ads ukiendelea kuitegemea inaenda kukutoa nje ya mchezo. Nitolee mfano rahisi tu. Mimi zamani nilikuwa na seti watu matangazo, sio zamani, mpaka sasa nafanya hiyo kazi. Unakuta tumetumia labda $10. Kutumia $10 na uwezo wa kupata watu kwenye grupu labda watu 180 hadi watu 220 hivi. Lakini sasa hivi kwa hizo $10 hizo na unakuta tangazo ni lile. Ukiangalia CPM, yani cost per clicks au cost per messaging, inasoma the same na ilivyokuwa inasoma miaka ya nyuma. Lakini sasa hivi unakuta unapata watu kwenye grupu, unakuta wanafika labda pengine 50, 60 wakitumia $10 hizo. Maana yake ni nini? Hii ni ishara kwamba ushindani unazidi kuongezeka. The way watu ambao waliona sponsored ads miaka 2023 kurudi nyuma, sivyo ilivyo sasa. Sasa hivi kila mtu anaifanya. Kwa hiyo fika miaka ya mbele, naongelea 2028, naongelea 2030, 35, yani itakuwa ni very tight. Unaweza ukajikuta umetumia $10 kwenye grupu, umepata watu 10. Usishangae, mambo yanazidi kuwa magumu. Tunasema attention mtandaoni imekuwa ni pesa mpya. Kila mtu anatafuta attention. Kwa hiyo wewe mpaka pia attention kwenye tangazo lako, inabidi uwe very professional ni kutengeneza na kuseti haya matangazo ya sponsored ads. Badala yake naweza nikakushauri wewe mfanya biashara, amua kuwa content creator. Kuwa content creator. Usiwe content creator pengine wakuongea sijui jinsi ya kufanya nini kama ambavyo tunaongea sisi. No, wewe kwa content creator kwa bidhaa yako ambayo unauza au huduma yako unayouza. Kama unauza nguo, waonyeshe kwamba jinsi ya kupendeza, au mtoka kwenda out, mtoka kwenda msibani. Hizo ndio content zenyewe ndio zinazoongelea. Kama unauza pengine let's say viungo vya chakula, eleza jinsi gani utatumia kile kiungo kupika. Kama unauza simu, tueleze, fanya review ya simu, tueleze mambo ya battery, tueleze mambo ya megapixel, watu wafahamu vitu hivyo vitu. Unapokuwa unafanya vitu vya serikali kama hiyo, hizo ndio tunasema ni content. Na sasa hivi tumerahisishiwa, ikiwa mtu haufahamu A, B wala C kuhusu mambo ya content, ingia zako tu ChatGPT au Gemini AI au Meta AI au Grok AI, kaulize pale, mimi ninauza biashara fulani au mimi ninauza bidhaa fulani, nahitaji nianze kwa content creator. Je, nianze kutengeneza content zipi? Naomba ideas 10 au naomba ideas 30. Hizo platform nilizokutajia zitatiririka pale. Zitakuja idea pale. Kwa hiyo utaangalia idea ipi ambayo unaweza kamera nikaongea. Na uzuri kama hauna idea kuhusu biashara yako, ukilinganisha na ile idea uliyopewa pale, waombe pale chini kwa ChatGPT kwamba niambia niongelee hapa pengine jinsi au aina fulani. Haya, naomba script ya kuongea kwenye video inayosema, unaandika ile title pale. Wenyewe wanakupatia script full. Maana hiyo itakuwa ni kuisoma, kuangalia vipi, mwisho siku unaenda bila kamera unaweza kufanyaje? Unaweza kuongea. Ukiwa content creator, una advantage, unapata kundi kubwa la watu ambao wanakufuatilia, mwisho siku inakuwa rahisi kuuza bidhaa zako. Sina la ziada kwenye video hii. Tukutane wakati mwingine na kwenye video nyingine tena. Asante.